Somo letu la siku hii ya leo litajikita katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari ule wa 16. Yohana sura ya 14 na mstari wa 16 ni moja kati ya maandiko ambayo imekuwa kileta utata katika kuelewa dhana halisi ya Roho Mtakatifu kuwa ni nani. Na katika mkanganyiko huu ambao umekuwa ukitokea na kuonekana kwamba Roho Mtakatifu anaweza kuwa nafsi nyingine tofauti na Mungu Baba na Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo wengi katika kujenga hoja huweka hoja zao katika Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na kuthibitisha ama kuhitimisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi nyingine inayojitenga ama inayojitegemea kutoka kwa Baba na kutoka kwa Mwana, na kwamba anasimama kama mtu mwingine ama nafsi ya tatu ya uungu ama nafsi ya tatu katika uungu. Ndio maana imetupasa katika siku ya leo tuweze kuchimba kwa undani, tuweze kuona maana halisi ya andiko hili linawakilisha nini ama linazungumza nini pale ambapo panaleta mkanganyiko. Kwa hiyo fuatana nasi katika siku ya leo katika usikivu na utulivu katika chaneli yetu hii ya Sauti ya Mwisho wa Ulimwengu, uweze kujipatia maarifa yatokayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 16, Biblia takatifu inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 16 anasema, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo katika usomaji wa andiko hili changamoto inapotokea ni katika kauli ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo aliweza kuisema ya kwamba nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Kwa hiyo neno hili msaidizi mwingine ndilo ambalo limeleta changamoto kubwa, kuonyesha kana kwamba Yesu Kristo alikuwa akizungumza kuhusu mtu mwingine ama kuhusu nafsi nyingine tofauti na yeye mwenyewe. Na hii inaonekana wazi kabisa kwa wasomaji wengi ambao hawawezi kuzingatia vipengele vya maandiko na kusoma andiko katika uhalali na katika uhalisia na katika muktadha wa andiko lenyewe. Watatoka na kuhitimisha ya kwamba huyu anayezungumzwa hapa ni mwingine kabisa tofauti na Kristo Yesu ama tofauti na Mungu, kwamba ni mwingine kabisa tofauti na mzungumzaji ambaye ni Yesu Kristo, kwa sababu ya kauli inayoonekana ya wazi ya kwamba ni msaidizi mwingine. Neno hili mwingine ndilo limeleta shida hasa katika andiko hili, na wengi hutumia lugha zaidi katika kueleza andiko hili. Baadhi ya wasomi wengi wa theolojia hutoa hoja katika lugha ya Kigiriki, ambapo neno lilotumika hapo msaidizi mwingine ni neno allos parakletos. Allos parakletos ni neno lililo na maana ile ile ya Kiswahili ya kwamba ni msaidizi mwingine aliye na sifa kama ile ile, msaidizi mwingine. Kwa neno hili msaidizi mwingine, allos parakletos, ambao tutaweza kuliangalia leo katika muktadha wa maandiko matakatifu na katika muktadha wa kitabu chenyewe cha Yohana, ambacho mwandishi huyu Yohana atatupa ufafanuzi zaidi tuweze kuelewa Yesu Kristo alikuwa akimaanisha nini katika kutumia neno hili msaidizi mwingine ama allos parakletos. Kwanza kabisa tukizingatia kanuni ya maandiko, ambapo katika kitabu cha Timotheo, katika waraka wa Paulo kwa Timotheo ile sura ya 2 mstari wa 15, maandiko yanatutahadharisha kwa kusema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari,
ukitumia kwa halali neno la kweli. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Kwa hiyo tunapotumia neno la Mungu tunapaswa kulitumia kwa halali, na si kwa mihemko yetu binafsi, na si kwa hisia zetu binafsi, na si kutumia maandiko matakatifu katika kutetea hoja za mafundisho na mapokeo yetu binafsi. Kwa sababu wengi katika kutumia maandiko matakatifu hutumia hoja za maandiko kutetea hoja zao na mapokeo yao kinyume cha maandiko yenyewe. Kwa hiyo katika mtazamo wa leo, tunapoangalia katika ufafanuzi wa andiko hili, tutatembea hatua kwa hatua tuweze kuona hasa ni nini ambacho Mwokozi wetu Yesu Kristo aliweza kumaanisha katika kauli hii, msaidizi mwingine, ama katika lugha ya Kiyunani ama Kigiriki ambayo ndiyo ilikuwa lugha ambapo Agano Jipya liliweza kuandikwa katika lugha hiyo, ama ni lugha ya asili ya Agano Jipya, ambapo neno lililotumika ni maneno mawili, allos parakletos. Parakletos ndilo neno linalowakilisha ama linalozungumza kwa ufupi mwingine, lakini allos ndio neno linalowakilisha ama linalozungumza kuhusu mwingine, lakini parakletos linamaanisha msaidizi. Kwa hiyo ni allos parakletos ama msaidizi mwingine. Sasa Yesu alimaanisha nini? Kabla ya kuhama kwenda kuangalia maana ya andiko hili ama kuangalia ufafanuzi katika aya zingine tofauti, tutajikita kwanza kuangalia muktadha wa andiko lenyewe. Andiko lenyewe linafafanua kitu gani? Andiko lenyewe linatupa jibu gani kuonyesha ama kumweleza huyu mwingine ambaye anaonekana kuwa na sifa zile zile? Tutaweza kuangalia neno hili allos parakletos, Yesu alimaanisha nini? Kuanzia kitabu cha Yohana sura ya 14 hadi kitabu cha Yohana sura ya 16 yalikuwa ni mazungumzo mfululizo ya Yesu Kristo. Yalikuwa ni mazungumzo mfululizo ya Yesu Kristo. Yesu alifululiza kuzungumza maneno ambayo muktadha wa maneno haya yalikuwa yanalenga kuwatia moyo wanafunzi wake, kwa sababu alikuwa akiwaaga ya kwamba anaondoka zake kwenda kwa Baba yake. Na katika mstari wa kwanza anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Kwa hiyo Yesu Kristo katika muktadha wa andiko context ya andiko hili alikuwa akiwaaga wanafunzi wake, na kwa sababu Yesu aliwaaga wanafunzi wake ambao walikuwa wamezoea kuwa naye Kristo, walipatwa na huzuni kubwa, walinung'unika mioyoni mwao na kuona kana kwamba wanaenda kubaki na upweke. Kwa hiyo Yesu Kristo akawa anatumia nafasi hii kuwafariji na kuwatia moyo wanafunzi wake ya kwamba anapoondoka wajisikie amani. Ndiyo maana Yesu Kristo anapofika mstari wa 16 anasema, sasa msifadhaike, kwa sababu nitamwomba Baba, naye atawapatia msaidizi mwingine. Lugha aliyotumia hapa Yesu Kristo ilikuwa ni lugha ya misali, ama lugha nadhani kasema ni lugha ambayo ni lugha ya fumbo ambalo linaelezea kitu kile kile katika lugha ya fumbo. Ni kama mfano huu ya kwamba umekuwa na rafiki yako kwa muda mrefu, umekaa na rafiki yako kwa kipindi kirefu, mmefanya mambo mengi, mmefanya kazi nyingi, mmefarijiana katika mambo mbalimbali, mmesaidizana katika shida mbalimbali, mmeshauriana katika mambo mbalimbali,
Na rafiki yako ambaye mmekaa naye kwa muda mrefu, ambaye umemzoea kwa kipindi kirefu, inafikia hatua anakwambia, sasa rafiki yangu, umefika wakati ambapo mimi ninaondoka. Sasa rafiki yako akatumia lugha ambayo kidogo ni ya fumbo, akakwambia, unajua rafiki yangu, ninaondoka, na nitakapoondoka, lakini usijali, tumezoeana sana. Nitakapoondoka safari yangu, atakuja rafiki mwingine, ambaye ni kama mimi, atakuwa na sifa kama zangu, atakuwa mcheshi kama mimi, atakuwa na almost sifa kama zangu, atazibeba. Rafiki mwingine atakuja kwa ajili yako. Kwa hiyo usiwaze na kuhuzunika. Huyo ni rafiki yako anakwambia maneno hayo. Halafu rafiki yako anakwambia, nitakapoondoka atakuja rafiki mwingine, na utakaa naye, ukabaki na huzuni. Na rafiki yako akaondoka, na alipoondoka rafiki yako, baada ya kupita siku kadhaa, akarudi kwako. Yule rafiki yako akarudi kwako. Halafu aliporudi ukashangaa, ukaona, sasa rafiki, kwa nini ulisema unaondoka, halafu atakuja rafiki mwingine ambaye ni kama wewe lakini sio wewe? Halafu rafiki yako anacheka, anakwambia, nilikuwa namaanisha mimi mwenyewe, kwa sababu nilikwambia atakuja rafiki aliye kama mimi, atakuja rafiki mwingine kama mimi. Kwa hiyo nilizungumza na wewe katika lugha ya fumbo ama lugha ya misali, lakini nilikuwa nazungumzia kuhusu mimi mwenyewe. Hiki ndicho alichokifanya Yesu Kristo, na lengo kubwa lilikuwa ni kutengeneza furaha kubwa kwa wanafunzi hata kama akiondoka. Ni kama huyu rafiki ambaye amekuaga kwamba anaondoka na ulimzoea, halafu anaenda anarudi mwenyewe. Ungejisikiaje? Ungejisikia vizuri, kwa sababu ndiye huyo ulimzoea na amerudi huyo kwako. Kwa hiyo Yesu Kristo alikusudia kuwa surprise wanafunzi wake, kuwapa furaha ijapokuwa ataondoka. Maana yake alimaanisha nini? Atakapoondoka atakuja yeye mwenyewe katika fomu nyingine ama katika namna nyingine, lakini anatumia lugha ya misali kama fumbo, kumbe akizungumza kuhusu yeye mwenyewe. Na hayo yanapatikana hapo hapo katika andiko hilo, na kuthibitisha kwamba lugha hii ama kauli hii, msaidizi mwingine, ilikuwa ikimzungumzia Yesu Kristo yeye mwenyewe. Alikuwa akijizungumzia yeye mwenyewe kurudi katika namna nyingine, na lugha aliyokuwa anaitumia katika mazungumzo haya, katika asilimia kubwa alizungumza kuhusu alitumia lugha ya misali. Na lugha hii Yesu Kristo Bwana wetu alipenda kuitumia mara nyingi alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake. Alipenda kutumia lugha ya misali, na lugha hii katika sarufi ya Kiswahili ama katika grama ya Kiingereza ni lugha inayoweza kujulikana kama nafsi ya tatu umoja. Yesu alipenda kuzungumza katika nafsi ya tatu umoja ama katika mtu wa tatu. Kwa hiyo Yesu Kristo alitumia lugha hii ambayo ni nafsi ya tatu moja, ambapo inatumia neno yeye. Kwa hiyo Yesu alitumia nafsi ya tatu moja kujizungumzia yeye mwenyewe, na sio mara moja. Yesu kutumia lugha hii akijizungumzia yeye mwenyewe. Kwa mfano, katika kitabu cha Mathayo, Yesu akizungumza na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 25. Mathayo sura ya 25, na mstari wa 31. Biblia inasema hivi: Yesu akizungumza kuhusu ujio wake yeye mwenyewe mara ya pili, anatumia lugha hii, anasema,
hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Lugha ambayo anaitumia hapa Yesu ni lugha ambayo kisarufi ni nafsi ya tatu umoja. Kumbuka, mzungumzaji ni yeye mwenyewe Yesu Kristo, lakini anazungumza kana kwamba huyo mwana wa Adamu ni mtu mwingine, kwa sababu anasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu. Huyo mwana wa Adamu ni yeye mwenyewe Yesu Kristo, lakini hasemi hapo nitakapokuja katika utukufu wangu, lakini anasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake. Ni kana kwamba kwa mtu ambaye anaweza kasoma kwa uharaka anaweza kadhani huyu anayezungumzwa hapa na Yesu ni mwingine, ni mwana wa Adamu mwingine. Lakini ni lugha ambayo Kristo Yesu alipenda kuitumia katika mazungumzo yake, kuzungumza kana kwamba anazungumza kuhusu mwingine, lakini kumbe alikuwa anazungumza kuhusu yeye mwenyewe. Na anasema atawaagiza malaika zake, watawakusanya kondoo na mbuzi kondoo mkono wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto. Hapa unaweza kuona kana kwamba Yesu anazungumza kuhusu mwingine, lakini in context, katika muktadha, huyu mwana wa Adamu ambaye Yesu Kristo alikuwa akimzungumzia ni yeye mwenyewe Yesu Kristo. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida ya Kristo kutumia lugha hii ama nafsi ya tatu umoja katika kujizungumzia yeye mwenyewe, na hiki ndicho Yesu Kristo amekitumia katika Yohana sura ya 14 mstari wa 16, akizungumza kuhusu msaidizi mwingine. Kumbe ni yeye mwenyewe na wala si mwingine, lakini lugha aliyotumia ni ile ile ambaye alikuwa amezoelea kuitumia, yani nafsi ya tatu umoja. Anazungumza kuhusu mwingine, lakini katika uhalisia anazungumza kuhusu yeye mwenyewe. Na katika Yohana sura ya 16 mstari wa 25 ndipo Yesu anakuja kuambia wanafunzi, anasema, hayo nimesema nanyi kwa mithali. Hayo nimesema nanyi kwa mithali, saa yaja ambapo nitasema nanyi tena, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Kumbuka nilisema kuanzia sura ya 14 hadi sura ya 16 Yesu alikuwa anazungumza mazungumzo, ama yalikuwa ni mazungumzo mfululizo ya Yesu Kristo, na mwishoni wa mazungumzo hayo Yesu anasema hayo yote nimezungumza nanyi kwa misali. Kwa hiyo lugha aliyokuwa anaitumia hapa ilikuwa ni lugha ya misali. Lugha ya misali ni lugha ambayo inatumia ni lugha ambayo ni misemo inayotumia lugha ya fumbo. Ni lugha za mafumbo ambazo zina mtu anazungumza akificha jambo fulani, akiliweka katika mafumbo, lakini jambo hilo akilielewa yeye pengine na yule anayezungumza naye. Sasa Yesu katika muktadha wa andiko hili alikuwa akizungumza kuhusu yeye mwenyewe, na tunaona mbele kidogo ya andiko hilo hilo katika Yohana sura ya 17 na 18. Sikiliza, anasema, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa
haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sikiliza. Yesu anasema huyo Roho wa kweli, yani Roho Mtakatifu, anakaa kwenu. Maana yake anakaa nanyi. Kumbe wakati ule ambapo Yesu alikuwa ameketi na wanafunzi wakati huu akizungumza nao, anasema Roho mnakaa naye, anakaa nanyi, lakini atakuwa ndani yenu. Ikimaanisha kuna wakati ambapo huyo Roho wa kweli ataingia ndani yenu. Hili maanisha nini? Hili maanisha aliyekuwa akikaa pamoja na wanafunzi wakati huo hakuwa mwingine, bali alikuwa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Yule aliyekuwa anakaa na wanafunzi wakati huo alikuwa ni yeye mwenyewe, Yesu Kristo. Ndipo anawaambia kwamba huyo Roho wa kweli anakaa kwenu, akimaanisha mnakaa naye, naye huyo Roho wa kweli atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo kwa wakati ule Yesu Kristo alikuwa anakaa na wanafunzi wake kimwili. Walikuwa na uwezo wa kumwona, walizungumza naye, waliushika mwili wake, walitembea naye, walisafiri naye, walifanya naye mambo mbalimbali, walizoea kuishi naye katika mazingira ya kimwili. Ndicho Yesu anachokizungumza, lakini anawaambia atakuwa ndani yenu. Maana yake kuna wakati ambapo yeye mwenyewe Yesu Kristo atakuwa ndani yao, atakaa ndani yao, na si mtu mwingine, bali ni yeye mwenyewe Yesu Kristo ndiye atakayekaa ndani yao. Na hili liko wazi kwa mujibu wa kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 34 wa 38. Anasema Yesu mwenyewe akizungumza katika sikukuu ambayo Wayahudi walikuwa wamekusanyika, siku iliyokuu kabisa. Akizungumza Yesu Kristo anasema, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminie watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Anasema kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo Yesu akiwa duniani, Roho alikuwa hajaja. Nani aliyekuwepo? Aliyekuwepo ni Yesu Kristo yeye mwenyewe akiwa pamoja na wanafunzi wake, na anawaambia huyo ni Roho wa kweli ambaye mnakaa naye, naye atakuwa ndani yao. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati huo Yesu Kristo alikuwa akiishi na wanafunzi wake kimwili, lakini ulikuwa unakuja wakati ambapo Yesu Kristo angekaa ndani ya wanafunzi yeye mwenyewe na sio mtu mwingine. Na ndiyo maana tunasoma katika Yohana hiyo sura ya 14 mstari wa 18, ndipo anaweka wazi, ndipo Yesu Kristo anazungumza wazi wazi, anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kumbe yule aliyekuwa mazungumzo yote, Yesu anaambia msifadhaike mioyoni mwenu kwa sababu naenda, msihuzunike. Anawapa na fumbo la kwamba kuna mwingine, msaidizi mwingine ambaye ni Roho wa kweli atakuja kwa ajili yenu, ama msaidizi mwingine. Anatumia lugha ile. Kumbe yote hayo alikuwa anamaanisha ni yeye mwenyewe hata waacha yatima, bali yeye mwenyewe atakuja kwao. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa anazungumza
kuhusu kuja kwa wanafunzi wake na sio mtu mwingine. Kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye angekuja kwa wanafunzi wake na wala sio mwingine. Na haya ni maneno ya Yesu Kristo yeye mwenyewe akisema, sitawaacha yatima, naja kwenu. Tazama mstari wa 19 anasema, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Yesu Kristo anasema bado kitambo kidogo ulimwengu hautaniona, akimaanisha wakati anawaaga wanafunzi wake alikuwa anaelekea katika hatua za mateso, kusulubiwa na hatimaye kufa na hatimaye kufufuka na kupaa kwenda kwa Baba. Lakini anasema hicho kitambo kidogo ulimwengu hautaniona, lakini ninyi mtaniona. Na anasema ulimwengu hauwezi kumtambua huyo Roho wa kweli, bali ninyi mnamtambua kwa maana anakaa kwenu. Kumbe Yesu Kristo ndiye alikuwa akijizungumzia yeye mwenyewe katika nafsi ya tatu umoja, na hii ilikuwa desturi yake kuzungumza katika nafsi ya tatu umoja. Kwa hiyo si mtu mwingine ambaye angekuja kwa ajili ya wanafunzi, bali ni yeye mwenyewe Yesu Kristo. Hii ndiyo ilikuwa ni surprise kwa wanafunzi, na wanafunzi walipoambiwa maneno haya walikuwa surprised, walishtuka kwamba Yesu anazungumza nasi kwa mafumbo, lakini kumbe anazungumza kuhusu yeye mwenyewe. Wakati yanaanza mazungumzo haya, wanafunzi walikuwa wanahisi kana kwamba sasa wanabaki katika hali ya huzuni, sasa wanabaki katika hali ya masikitiko. Sasa yule waliyemzoea anaondoka, halafu anakuja mtu mwingine ambaye hawakumzoea kabisa, ambaye hawakula naye, ambaye hawakucheka naye, ambaye huenda hawamjui tabia yake yukoje. Wanaona kana kwamba anakuja mtu mwingine. Lakini mwisho wa mazungumzo Yesu anawatoa wasiwasi na anawaambia, msijali, sitawaacha yatima, naja kwenu. Kwa sababu Yesu alijua mawazo yao na alijua mashaka yao. Yesu anawaambia ni mimi mwenyewe. Na wanafunzi walielewa nini baada ya mazungumzo haya? Je, walielewa ni mtu mwingine anakuja au walielewa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe? Hebu na tuangalie walielewa nini. Katika andiko hilo hilo mstari ule wa 22, mwanafunzi mojawapo akajibu akasema, Yuda siye Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu? Imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu? Zingatia, wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu. Moja kwa moja tunaona wanafunzi walielewa yule aliyekuwa anataka kujidhihirisha kwao kama msaidizi mwingine alikuwa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Na ndio maana Yuda anazungumza kwa mshangao kwamba sasa imekuwaje? Imekuwaje unataka kujidhihirisha kwetu sisi peke yetu na si kwa ulimwengu mzima? Kumbe Yesu Kristo anapokuja katika ile namna nyingine, yani anapokuja kiroho, anajidhihirisha kwa wanafunzi wake peke yake waliyemwamini. Wakati akiwa duniani, ulimwengu ulikuwa unamuona na baadhi ya watu walikaa naye japokuwa hawakumwamini, wengine walimkataa, lakini wanafunzi walikaa naye. Lakini Yesu anasema nitakapokuja mara ya pili, nitakapokuja katika ujio wa kiroho, nitakapokuja kiroho, nitakaa ndani yenu. Na ndio maana mpaka leo Yesu Kristo anakaa ndani ya watu wote kiroho waliomwamini. Na hapa Yesu Kristo anajidhihirisha ndani ya kila anayemwamini, anakaa ndani yake. Na hili lilikuwa ni jambo kubwa zaidi kuliko lile la kwanza ikiwa na maana ya kwamba
Yesu alipokuwa na wanafunzi wake kimwili, kuna wakati aliweza kutengana nao. Kuna wakati alienda kufanya mambo yake. Kuna wakati aliwaaga. Kuna wakati anawaambia nendeni mkahemee, mkanunue chakula mjini, alafu anabaki na mwanamke Msamaria. Kwa hiyo kule mjini walipoenda wanafunzi wake hawakwenda na Yesu. Yesu alibaki, halafu wao wameenda. Kwa hiyo hawakwenda na Yesu. Sasa anawaambia atakapokuja atakaa ndani yao. Na hii ilikuwa ni zawadi ya pekee, kwa sababu Yesu angelikuwa nao kila wakati na kila mahali na wakati wowote. Kwa Yesu anapokaa ndani yetu, anakuwa nasi kila wakati na kila mahali. Kuna wakati alipokuwa na wanafunzi wake kimwili, hakuwa kila mahali ndani yao. Kuna wakati walijitenga naye. Kuna wakati alijitenga nao akaenda kuomba katika bustani ya Gethsemane na wao wakasinzia. Kuna wakati anapanda mlimani anaenda kuomba, anawaacha chini ya mlima. Lakini hapa anawaambia anakaa ndani yao na atakuwa ndani yao. Kwa hiyo aliyekuwa anazungumzwa hapa si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndiye alikuwa akijizungumza yeye mwenyewe katika nafsi ya tatu umoja. Kwa hiyo sio mtu mwingine bali ni yeye mwenyewe Yesu Kristo. Kitabu cha Wagalatia sura yake ni ya 2 mstari wa 20, Biblia inasema, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, Biblia inasema, Paulo akiandika akithibitisha jambo hili ya kwamba Yesu Kristo ndiye anayekaa ndani yetu kama vile alivyoweza kuahidi. Anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili wangu, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Paulo anasema si mimi tena, bali ni Yesu Kristo yu hai ndani yangu. Na tukirudi katika andiko mstari ule wa 19, anasema, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Kwa hiyo Paulo anasema Kristo Yesu yu hai ndani yetu. Kwa hiyo huyu msaidizi mwingine ambaye Yesu Kristo alikuwa akimzungumza ya kwamba atakaa ndani yetu ama atakuwa ndani yetu, alikuwa ni Roho Mtakatifu, ambaye bila shaka ni Yesu Kristo yeye mwenyewe akizungumza katika nafsi ya tatu umoja. Lakini pia maandiko yanathibitisha wazi jambo hili ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye Roho Mtakatifu, na wanafunzi wake Yesu walielewa, kuanzia Yuda ambaye siye Iskarioti alielewa ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ni Yesu. Na Paulo naye akiandika walaka kwa Wakorinto, walaka wa pili kwa Wakorinto, Paulo akiandika walaka kwa Wakorinto ile sura ya 3, anasema katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 17, Paulo anaandika maneno haya, anathibitisha, anasema, basi Bwana ndiye Roho, Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Paulo anatuthibitishia wazi ya kwamba Bwana ndiye Roho. Swali, Bwana huyu ni nani? Katika muktadha wa andiko wa Agano Jipya ama katika uelewa wa Agano Jipya, yule aliyefanywa kuwa Bwana katika Agano Jipya ni Yesu Kristo peke yake. Katika Agano Jipya kunaye Bwana mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo na wala sio mwingine. Na neno hili Bwana katika
asili ya Agano Jipya ama katika matumizi ya Agano Jipya ambalo limetumika mahali hapa ni neno ambalo linamaanisha katika lugha ya Kiebrania ni neno ambalo ni Adon ama Adonai. Huyu ni Bwana ambaye ni mtawala aliye juu ya wengine. Huyu ndiye anayezungumzwa hapa, na neno hili Bwana halimaanishi jina lile la Mungu ambalo ni Yahwe kama lilivyotumika katika Agano la Kale, bali neno hili Bwana lilotumika hapa ni sawa na neno Adon ama Adonai ambalo limetumika katika Agano la Kale. Kwa hiyo neno hili Bwana linazungumzwa kwa Yesu Kristo kama aliye juu ya kanisa, yani kichwa cha kanisa, kama inavyozungumzwa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11 na mstari wa 3 kwamba Kristo Yesu ndiye kichwa cha kanisa. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye amefanywa kuwa Bwana katika Agano Jipya na ndiye Bwana mmoja. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunathibitisha hilo. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36, Biblia inatuambia, Matendo ya Mitume sura ya 2 na ile fungu la 36, Petro akizungumza anasema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu anasema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye amefanya kuwa Bwana na Kristo. Kwa tunavyozungumza kuhusu Bwana, tunazungumza kuhusu Yesu Kristo. Na kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 8 na mstari wake ni wa 6, Paulo anathibitisha hilo, anatuambia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6 anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Kwa hiyo Bwana mmoja wa Agano Jipya ni Yesu Kristo, ambaye katika andiko letu la Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 17 Paulo anasema Bwana ndiye Roho. Huyu Bwana ambaye ni Roho kumbe ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kwa Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu, na hilo limethibitishwa na maandiko menyewe matakatifu ya kwamba Yesu Kristo ndiye aliye hai ndani yetu. Yesu Kristo ndiye aliyejidhihirisha ndani yetu. Yesu Kristo ndiye Bwana aliye Roho anayekaa ndani yetu. Kwa hiyo katika muktadha kama maandiko yalivyotuambia tulitumie kwa halali neno la kweli, katika muktadha wa andiko hili la Yohana sura ya 14 mstari wa 16, huyu Roho wa kweli anayezungumzwa hapa si mwingine bali ni Yesu Kristo. Lugha hii allos parakletos ambayo imetumika katika lugha ya Kigiriki ama ya Kiyunani, allos parakletos ama msaidizi mwingine, linamaanisha katika muktadha wa andiko ni Yesu mwenyewe. Sasa mwingine anaweza akakita mizizi hapo akasema allos parakletos ni mwingine wala sio Yesu mwenyewe. Andiko limesema ni mwingine na ni allos parakletos, msaidizi mwingine tofauti na Yesu. Akaweka msimamo hapo, lakini jambo la kupendeza ni ya kwamba maandiko menyewe matakatifu hayajatuacha katika mafumbo katika hili, kwa sababu neno hilo allos katika Kigiriki halijatumika sehemu moja, bali neno hili limetumika sehemu nyingine, sehemu ya pekee kabisa, likizungumza kuhusu mtu mwingine, lakini kumbe aliyekuwa anazungumzwa ni mtu huyo huyo, na neno hilo ni allos mataites. Allos mataites ni mwanafunzi mwingine.
Na huyu mwingine ama mwanafunzi mwingine, Alos Mataites, tunapata katika Yohana sura ya 20 na ule mstari wa 2. Biblia inasema hivi, tunasoma hapo, anasema basi akaenda mbio. Huyu ni Mariamu Magdalene. Hizi ni habari za Mariamu Magdalene. Anasema basi akaenda mbio akafika, anasema basi akaenda mbio akafika kwa Simioni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Haleluya! Akafika kwa Simioni na kwa yule mwanafunzi mwingine aliyempenda. Narudia, anasema basi akaenda mbio akafika kwa Simioni na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Katika muktadha wa andiko hilo hilo tunapata neno hili mwingine limetumika kwa mara nyingine. Na neno hili mwingine ambalo limetumika hapa linamaanisha nini basi? Huyu mwanafunzi mwingine, ambapo katika Kiyunani ama lugha ya asili ya Kigiriki limetumika neno Alos Mataites. Alos Mataites ni mwanafunzi mwingine. Ni neno lile lile ambalo limetumika katika Yohana sura ya 14 mstari wa 16, Alos Parakletos, yani msaidizi mwingine. Na hapa kuna Alos Mataites ambaye ni mwanafunzi mwingine. Na huyu mwanafunzi mwingine aliyependwa na Yesu ni nani? Huyu mwanafunzi mwingine aliyependwa sana na Yesu ndiye mwandishi na msemaji wa kitabu hiki cha Yohana, kwa sababu kitabu hiki kimeandikwa Yohana ama Injili ya Yohana Mtakatifu. Kwa hiyo Yohana ndiye mwandishi wa kitabu hiki cha Yohana. Halafu katika sura ya 20 mstari wa 2 anaandika, anasema Mariamu Magdaleni akaja kwa Simioni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine aliyependwa sana na Yesu. Na huyu mwanafunzi mwingine aliyependwa sana na Yesu ni yeye mwenyewe Yohana. Lakini Yohana naye anatumia lugha ile ile ambayo Yesu Kristo aliitumia katika Yohana sura ya 14. Yohana naye akijizungumzia yeye mwenyewe anatumia lugha ile ile, Alos Mataites, mwanafunzi mwingine. Kwa hiyo hapa hatuwezi kusema ya kwamba huyu Alos Mataites ama mwanafunzi mwingine aliyependwa sana na Yesu ambaye ni Yohana, kwamba ni Yohana mwingine tofauti na Yohana mwandishi wa kitabu hiki. Hapo tutakuwa hatutumii kwa halali neno la kweli, bali katika muktadha wa andiko, Alos Mataites ni mwanafunzi mwingine ambaye mwanafunzi huyu mwingine aliyependwa sana na Yesu siyo mwingine bali ni Yohana, mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu. Na hili linathibitishwa na maandiko mwenyewe matakatifu katika kitabu hicho cha Yohana, na mwandishi huyo Yohana anaandika kuhusu yeye mwenyewe. Anaandika katika Yohana sura ya 21 na mstari ule wa 20. Anasema hapa ulikuwa ni wakati ambapo Yesu alikuwa amefufuka na anawatokea wanafunzi wake, na anajaribu kumkabidhi Petro majukumu ya kulisimamia kanisa, japokuwa Petro anajaribu kuukwepa mzigo ule na kumtupia Yohana. Yesu anasema hivi katika Yohana sura ya 21 mstari wake ni wa 20. Taanza hapo, anasema Petro akageuka. Anasema Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Sikiliza, huyu ni mwanafunzi mwingine aliyependwa, akamwona
akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata mabano. Nasema ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni. Akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Mstari wa 21. Basi Petro akamwona huyo, yani mwanafunzi huyo aliyependwa sana na Yesu. Petro akageuka akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Mstari wa 22. Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu, yani mwanafunzi aliyependwa na Yesu, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Mstari wa 23. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu, ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Walakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Mstari wa 24. Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya. Haleluya! Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeyaandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu aliyekuwa anazungumzwa hapa ni Yohana mwenyewe, na anasema, anathibitisha, anahitimisha kama vile Yesu Kristo katika lile fungu la 18, ile sura ya 14, baada ya kuzungumza kuhusu msaidizi mwingine, yani Allos Parakletos, lakini katika fungu la 18 anahitimisha kwa kusema, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu, kuonyesha ya kwamba katika mazungumzo hayo yote hakuendelea kuwaacha wanafunzi wake katika mafumbo, bali aliwafumbulia fumbo hilo na kuonyesha ya kwamba ni yeye mwenyewe ambaye alikuwa anakuja katika namna nyingine. Na ndivyo Yohana hakutuacha katika fumbo la mwanafunzi mwingine Allos Mataites, bali analifumbua fumbo hilo kuhusu huyu mwanafunzi mwingine aliyependwa sana na Yesu, na anasema ndiye huyo mwanafunzi anayeyashuhudia haya na aliyeyaandika haya, yani ndiye mwandishi wa kitabu hiki cha Yohana. Kwa hiyo Yohana mwenyewe akijizungumzia yeye mwenyewe anatumia neno hilo hilo Allos. Kwa hiyo hatuwezi kusema ya kwamba huyu mwanafunzi mwingine ambaye ni Yohana aliyependwa sana na Yesu ni tofauti na yule mwanafunzi Yohana, bali huyu mwanafunzi mwingine Yohana Allos Mataites ni yule yule Yohana aliyependwa na Yesu, lakini lugha aliyoitumia Yohana katika uandishi huu, alitumia nafsi ya tatu umoja, ile nafsi ya tatu umoja aliyoitumia Yesu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kuna Yohana anayeandika kitabu cha Yohana, halafu kuna Yohana aliyependwa na Yesu. Hatuwezi tukasema hawa watu ni wawili tofauti, no, bali hawa watu ni yule yule mmoja, lakini ni matumizi ya lugha ambayo wengi katika kuelewa wametoka na dhana ambazo ni kinyume cha maandiko, na shetani anakusudia kulidanganya kanisa na kuliweka katika mafumbo na kulifunga katika udanganyifu na kujiweka yeye kana kwamba ni Mungu. Kumbuka, kusudi la Lucifer ama shetani alikusudia kuabudiwa kama naye ni Mungu. Na ndivyo watu wengi leo katika kuiweka nafsi ya Roho Mtakatifu kuwa ni nafsi nyingine tofauti na Yesu mwenyewe, na wanaiweka kuwa ni Mungu mwingine wa tatu. Wanamwabudu shetani mwenyewe katika nafsi ya tatu, kwa sababu shetani aliahidi kuketi katika mlima wa mkutano, kuketi katika mahali pa ibada, na leo shetani ameketi katika uwanda wa ibada katika pande za kaskazini, katika ulimwengu wa roho. Watu wanamwabudu pasipo kujua. Na somo hili tumeleta kwako ndugu mpendwa siku hii ya leo kukuonyesha uwazi wa maandiko kuhusu huyu Roho Mtakatifu ambaye anazungumzwa kama nafsi. Hiyo nafsi siyo nafsi ya mtu mwingine, bali ni nafsi ya Yesu Kristo yeye mwenyewe.
Na hatuwezi kusema Yesu akijizungumzia kuhusu msaidizi mwingine, hatuwezi kusema ni mwingine tofauti na yeye, kwa sababu amekwisha kuhitimisha na kutuambia, sitawaacha yatima, naja kwenu. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndiye Roho, kama maandiko yalivyoonyesha. Katika kutumia kwa halali neno la kweli, ndiyo maana tumechukua mfano huu wa Yohana, ambapo neno hilo hilo alos, ambalo wanatheolojia wengi wanapenda kulitumia neno hilo alos, tumetumia muktadha wa andiko lingine ambapo neno hilo alos limetumika kwa mwanafunzi mwingine, alos mataites, ambaye mwanafunzi huyo mwingine ni Yohana, ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Yohana, ambaye ndiye mshuhudiaji wa maneno hayo hayo, na ndiye mwandishi wa maneno hayo hayo, na ndiye mwanafunzi aliyependwa na Yesu, lakini anatumia neno mwanafunzi mwingine akijilejelea yeye mwenyewe. Hatuwezi kusema huyu mwanafunzi mwingine ni tofauti na Yohana, bali huyu mwanafunzi mwingine ndiye Yohana, mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Na hatuwezi kusema huyu msaidizi mwingine ni tofauti na Yesu Kristo, bali huyu msaidizi mwingine ni Yesu Kristo mwenyewe, akija katika ulimwengu wa roho, akija kiroho ndani yetu na kufanya makao ndani yetu. Kwa hiyo maandiko yameeleza wazi ya kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu, na huu ndio ukweli wa maandiko matakatifu na ndio uhalali wa neno la kweli. Maandiko yametutahadharisha tutumie kwa halali neno la kweli. Tusitumie maandiko kwa ajili ya kutetea mapokeo yetu, bali tutumie maandiko katika uhalali wenyewe. Natumaini ndugu mpendwa, utaweza kusambaza ujumbe huu na utaweza kulishare somo hili na utaweza kulichimba na kujifunza somo hili kwa utulivu na kwa upendo, ili uweze kuelewa ya kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu, wala hakuna nafsi nyingine ya tatu ya Mungu mwingine iitwayo Mungu Roho Mtakatifu, bali nafsi ya Roho Mtakatifu ni nafsi ya Yesu yeye mwenyewe, akiwa kila mahali, ijapokuwa kimwili akiwa patakatifu pa patakatifu, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini ajabu ni ya kwamba Yesu Kristo amepewa uwezo na Baba wa kuwa kila mahali, wa kuwa juu mbinguni, wa kuwa duniani, akilihudumia na kulilisha kanisa lake. Mungu na kubariki unapofuatilia ukweli huu na ujumbe huu wa kweli wa neno lake takatifu. Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu, na tunamshukuru sana Mungu kwa neema hii na kwa maarifa haya ambayo anazidi kuyafunua kwetu, na anazidi kuyazihilisha, na anazidi kutatua ziki na shida na migogoro ya maandiko matakatifu inayoweza kujitokeza katika ulimwengu tunaoishi leo. Shetani anatamani kufunga ulimwengu kimafundisho na kiuelewa, ili watu wengi waweze kupotezwa, yamkini hata waliowateule. Mungu na kubariki sana, na tunakutakia usikilizaji mwema, na Mungu akutie nguvu unapousikiliza ukweli huu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri,
maisha